Zangu wa Tanzania, habari ya muda huu. Naitwa Hamadi Mbeare, katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya. Nazungumza kutokea jimbo la Vwao mkoa wa Songwe. Takumbukwa tulitoa taarifa kwa umma mnamo tarehe 29 Januari ya mwaka huu. Katibu wetu wa jimbo la Rungwe na mlinzi wa mwenyekiti wetu wa chama taifa, mlinzi wa Tundu Lissu, Mheshimiwa Awad Karonga, alikamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi. Kutokana na taarifa ambayo pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilitoa statement kwa umma kwamba anatuhumiwa kwa tuhuma za uchochezi. Akawa yuko anashikiliwa kwenye kituo cha polisi pale Tukuyu, na baada ya siku moja akaletwa kwenye kituo cha Central Mbeya, ambapo amekaa hapo Central Mbeya takriban zaidi ya siku 5, na sisi kama chama pamoja na familia tuliweza kwenda kumuona na kumpatia mahitaji ya kibinadamu kiwepo kufuatilia swala lake. Lakini jana tarehe 4 ya mwezi huu wa pili, takribani siku 6, tumepokea taarifa kutoka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwamba wao wamemaliza mahojiano na Mheshimiwa Awad Karonga, lakini wakatujulisha kwamba pia Mheshimiwa Awad Karonga anahitajika na polisi wa mkoa wa Songwe kwa ajili ya mahojiano zaidi kwenye mambo ambayo walikuwa wanamtuhumu nayo, hayo ambayo walidai ni ya uchochezi ama kama kuna jambo jingine. Leo tarehe 5 ya mwezi huu wa pili, mimi pamoja na viongozi wenzangu wa mkoa wa Mbeya pamoja na jimbo la Rungwe, tukishirikiana na viongozi wenzetu ambao wametupokea hapa wa mkoa wa Songwe, pamoja na wenyeji wa viongozi wetu wa jimbo la Vwao wakiongozwa na mwenyekiti wetu Mashtete, tumeweza kufika Central Vwao kwa ajili ya kumuona na kumpelekea mahitaji huyo mpendwa wetu Awad Karonga. Jambo la kusikitisha ambalo nataka kutoa taarifa kwa umma, tulipofika Central Vwao wamesema wao hawamshikilii huyu mtu na wala hawajampokea mtu yeyote kutoka Mbeya kwa namna kama hiyo. Lakini bado hatukuchoka, tumeenda kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Songwe, naye amekiri kutokumshikilia kwake. Amekataa kwamba wao hawamshikilii huyo mtu na wala hakuna mahali walikuwa wanamhitaji. Kwa hiyo mpaka tunazungumza hivi sasa majira ya saa 5 hatujafanikiwa kumuona mpendwa wetu na wala kujua wapi alipo. Sasa naomba kutoa wito kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ambao ndio mlikiri mwanzo kwamba mnamshikilia na mkatupa taarifa kwamba mnamhamishia Songwe. Sasa nataka kuwapa taarifa kwamba polisi wa Songwe wamekana kumshikilia huyo mtu. Sasa ni wajibu wenu jeshi la polisi mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya, mtoe na mueleze umma wa Tanzania kwamba mnamshikilia wapi ndugu yetu, kwenye kituo gani, ili familia iweze kumuona, chama tuweze kumuona na ndugu wengine waweze kumuona, kumpatia mahitaji ya kawaida kabisa ya kibinadamu, kiwemo kufuatilia swala lake ambayo ni haki ya msingi kabisa ya mtuhumiwa ambaye mnamshikilia. Jambo hili la kuleta mkanganyiko, kuanza kuzungushana, tunafika Songwe mara hayupo, tunaenda huku mara hayupo, halileti mahusiano mazuri miongoni mwetu. Linaleta sura mbaya, linaleta taswira mbaya, na kama mtakumbuka sisi Chadema tumekuwa wahanga wa baadhi ya ndugu zetu kutokuonekana. Wengine wanashikiliwa na polisi na baadaye polisi wanawakana, jambo ambalo halileti afya. Niombe sasa kwa kawaida kabisa, kibinadamu kabisa na kisheria, ni haki ya jeshi la polisi na mueleze sasa umma wa Tanzania kwamba ni wapi aliko Awad Karonga. Baada ya kuzungumza hayo, ni washukuru wa Tanzania wote, viongozi wote wa mkoa wa Songwe, tusichoke. Sasa nitoe wito kwa viongozi wote wa chama, vituo vyote vilivyo karibu, tuende kwenye kituo kilicho karibu nawe ili kuuliza kama kamanda wetu huyo yuko hapo, na kama anashikiliwa hapo basi tuweze kujulishana na hatua zingine ziweze kufuata. Mungu awe nanyi, niwatakie siku njema. Hatutachoka na tutashinda. Mungu ni mwema.